Hivi karibuni tulifanya mkutano kwa desturi ya sisi wanasiasa. Sisi wanasiasa tunatokana na vyama vya siasa. Lazima jambo lolote tunalolipokea lazima talipeleka ndani ya chama kwa ajili ya kwenda kupata ridhaa ya kuleta kwa wananchi likiwa limesimama. Tulipokea taarifa ya mdau wetu Bwana Arif kupitia taasisi yake ambayo mtendaji kaitaja. Maana ukihitaja vibaya ulimi unaweza ukateleza ikawa jambo jingine. Zani mmeisikia. Baada ya kupata taarifa ile, mimi kama diwani nikasema ni vyema tuilete kwa wananchi, maana ni taarifa njema na ni taarifa ambayo ina manufaa kwa wananchi wa minazi mirefu ya ujenzi wa hospitali kwenye eneo hili. Na ndiyo sababu ya kuleta mkutano huu hapa, ili watu wasitafute hospitali itajengwa wapi, kwamba tuna ujenzi wa hospitali katika eneo hili. Lakini hospitali yenyewe itakuwa ni ya mama na mtoto, kama taarifa nilivyozipokea ni mama na mtoto, na kwa 90% matibabu yatakuwa ni sawasawa na bure kabisa. Akisema kama diwani lazima ili niwafikishie, lakini pia na mkuu wa wilaya tumemwomba aje ili ajue kwamba yupo mdau ambaye anataka kuja kupunguza kero ambayo imetutesa kwa muda mrefu, sababu jambo la afya ni jambo muhimu sana. Kwa hiyo akasema tushare pamoja, lakini litaongelewa vizuri zaidi na muhusika mwenyewe. Maana nilimwambia lazima awepo, ili uwepo wake atatusaidia kutufafanulia baadhi ya mambo ambayo yapo. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sensa kwa maendeleo. Jiandae kuhesabiwa. Jamani, nikiwa kama kiongozi wenu wa dini, naomba niwasisitize wote tuwe tayari kuhesabiwa. Takuwa tayari? Kama alivyonitambulisha, kwa jina naitwa Arif Suria, mwenyekiti wa taasisi mbalimbali, lakini taasisi mama inayobeba taasisi zote hizo inaitwa Khidmatul Umma, maana yake kuhudumia jamii. Jamii ina mahitaji mawili. Ina mahitaji ya kiroho na mahitaji ya kimwili. Ama kwa ajili ya mahitaji ya kiroho, tunafanya kazi ya kulingania, kuamrisha mema na kukataza mabaya. Lakini kwa mahitaji ya mwili ndio utakuta tumechimba kisima huku, tumejenga vituo huku, tumejenga nyumba mbalimbali, lakini vile vile tunataka kujenga vituo vya afya, lakini vile vile tunajenga sehemu za ibada. Lakini pakitokea maafa mbalimbali, basi tunapeleka sisi vyakula na mahitaji ya wakati ule, kama watahitaji magodoro, watahitaji vyandarua, watahitaji nini, chakula, basi tunapeleka. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, wewe mwenyewe ni shahidi. Ushakuja mara kadhaa kwa ajili ya kulifanya jambo hilo, kwa hudumia jamii, lakini vile vile uongozi wote wa kata hii wanafahamu. Mwezi wa Ramadhani wanachukua futari nyingi tu hapa, lakini vile vile wakati wa kuchinja ule wanakula nyama mpaka ya ngamia. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tumefurahi sana kwa ujio wako, na kama alivyosema wewe ni mtetezi wa wanyonge, leo tunaomba ulitetee jambo hilo ili wanyonge wapate kusirika. Nikiwa kama kiongozi wa taasisi mbalimbali, tuna taasisi moja sisi inaitwa JAI. Mnaifahamu sana nyewe. Tunaifahamu JAI, ile ambayo inashughulika kwenye mahospitali. Sasa kwa taasisi ile tumepita katika hospitali mbalimbali, tumekuta akina mama na watoto wanapata shida. Kwa hiyo imetujia sisi fikra hiyo kwamba namna gani sisi tutatengeneza kituo hospitali itawasaidia kina mama. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala amejalia, tumeshatengeneza michoro na tumeshapata vile vile hao watakao tudhamini. Tunakwenda kujenga hospitali kubwa kabisa. Nitakuonyesheni mchoro hapa kwa mbali ili kidogo macho yapate nuru. Unaona mchoro huu? Hospitali hii inakuja Kiwalani. Maksudio taasisi hii ya Khidmatul Umma ni kuunga mkono kauli mbiu ya mama yetu kwamba wanyonge wasaidiwe. Na alhamdulillah sisi tunafanya kazi kubwa sana kuhakikisha wanyonge wanasaidiwa. Hii hospitali kama alivyosema Mheshimiwa Diwani itakuwa free 100%.
lakini nimemwambia mheshimiwa diwani akija yeye kama yeye basi atalipa. Kwa sababu akija yeye inabidi atupe sasa sisi hela ili tupate hela kununua dawa kwa ajili ya asiyejiweza. Kwa wale matajiri wale ambao sisi tunawajua hawa kidogo change zipo, tutawalipisha kwa gharama cost, sio ile gharama ya faida. Hospitali totally haina faida. Hospitali ni kwa ajili ya kuhudumia jamii. Tutajitahidi kutafuta madawa, kutafuta mashine za kisasa. Mtu atapimwa hapa kama alivyosema kituo cha polisi cha Buguruni tukisahau, basi inshallah na hospitali za mjini tutazisahau. Kwa ajili ya hayo, mkuu wa wilaya tutaomba afanye roli yake, lakini nyinyi wote wengine vile vile tutaomba tusaidiane katika kuomba dua. Wote tushirikiane katika kuomba dua. Tutakapomomba huyo anayemiliki ardhi na mbingu, basi kazi itakuwa nyepesi. Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe inshallah. Asanteni sana. Leo hii tuko hapa, mdau wetu mkubwa na muhimu ndani ya wilaya yetu, sio tu kata ya Minazi Mirefu na kata ya Kiwalani. Bwana Arif amekuwa ni mdau mkubwa sana katika shughuli mbalimbali za maendeleo ambazo zinafanywa na serikali. Mimi mheshimiwa diwani alivyoniambia, mheshimiwa mkuu wa wilaya, leo tuna kazi pamoja na mambo mengine ya kutambulisha mradi wa hospitali ambayo itajengwa kwenye kata yangu ya Minazi Mirefu, na kwa sababu kata ya mwenzangu Kiwalani ambapo tulikuwa na zahanati ambayo tulikuwa tunaitumia wote inajengwa, lakini mimi nimepata fursa ya kumshawishi kukutana na bwana Alifu na kumwomba akakubali kwamba atajenga hospitali kwenye kata hii ya Minazi Mirefu ambayo itakuwa kubwa. Nikasema jambo hili siwezi kuacha kwenda, na nipende tu kuwataarifu kwamba Mama Samia Suluhu Hassan anajua uwepo wa hospitali hii ambayo inaenda kujengwa hapa. Waziri wa Afya Mheshimiwa Umi Mwalimu anajua Minazi Mirefu kuna hospitali inaenda kujengwa. Kwa hiyo muone kwamba nyinyi wana Kiwalani muda wote mtembee kifua mbele kama jana tulivyofanya pale Taifa kwa Mkapa. Jana kwa Mkapa kuna mambo mazuri yalifanyika, na hapa Kiwalani naenda kufanyika mambo mazuri. Kiwalani oye! Minazi Mirefu oye! Mama Samia oye! Maana yake ninavyosema haya ya kwa Mkapa jana na leo mnaona hapa kijani yote hii, lakini rais wetu naye ni kijani hivyo hivyo. Kwa hiyo neno hili na hiki kitu ambacho kinafanyika leo hapa kina baraka zote, na kwa sababu tuna furaha ya mambo mazuri ya jana, ni lazima tuendeleze furaha hiyo hata leo. Ndio maana tumekuja hapa. Kwa hiyo ndugu zangu wana Kiwalani, mnayo bahati moja kubwa, mnaletewa hospitali ya mama na mtoto. Rais wetu ni mama, ni mtu anayejali, anayetambua umuhimu wa huduma za mama na mtoto. Ndio maana unaweza ukaona wadau hawa wanajitokeza sasa kumunga mkono Mheshimiwa Rais. Wito wangu mimi kwenu ni kuhakikisha tunatoa ushirikiano wa hali ya juu sana. Mheshimiwa Diwani, nikupongeze sana pamoja na wenye viti wako wa serikali za mitaa, mtendaji wa kata na watendaji wa mitaa, kwa namna ambavyo umeendelea kutoa ushirikiano mkubwa kwa mdau huu. Kwa sababu mdau huyu angeweza kuamua tu, kwanza ana wake 4. Lazima niwaambie ni kama ubaya chuma tu. Na mimi naelekea huko. Sasa tunajengewa hospitali, tuna uhakika wa wake zetu kupata matibabu, watoto wetu. Kwa hiyo tutakuwa tumebakiza nini? Kwa hiyo bwana Alifa angeweza kuamua akaenda kujenga hospitali hii moja ya sehemu ambako ameoa mke wake. Nani angemuuliza?
Lakini lazima tujiulize ni kwa nini Kiwalani? Na mimi nataka niwaambie, hospitali hii itakapokuwa imejengwa, imekamilika, tunaweza kaamua tukaleta Mwenge hapa, lakini tutaleta na kiongozi wa kitaifa kuja kuizindua. Maana yake minazi mirefu ambayo imezaliwa juzi tu inaenda kupata umaarufu mkubwa sana. Maana yake kama utaenda kutibiwa kwa jirani zetu pale kwenye kituo cha afya, utaenda kama utatupenda wewe mwenyewe, lakini ukitaka utakuja kwenye hospitali hii ambayo mimi ninaamini kwa namna huyu bwana Alif amekuwa akitoa misaada mbalimbali kwenye nyanja tofauti tofauti, ninaamini hospitali hii itakuwa na vifaa vya kutosha na madawa ya kutosha. Mheshimiwa Diwani, niombe sana, simamia hata lile ambalo nilipata kutoka ofisini kwangu kwamba kuna sehemu ya eneo ambalo lilikuwa linahitaji kwa sababu ya hospitali ambayo inajengwa hapa ipanuliwe. Yale mazungumzo kati ya mmiliki na muhusika huyu anayetaka kuwekeza hapa yafanyike haraka. Yakichelewa mimi nitaleta wataalamu wa serikali. Hatutaki kuwachelewesha wananchi. Tunataka sisi maendeleo. Tunataka huduma. Watu hawa wanataka wapunguziwe adha ya kwenda mpaka Amana. Wanakutana na foleni ndefu. Maana yake kama ni hospitali hapa itakuwa na kila kitu, ya nini mtu aende Amana? Maana yake unamaliza mambo yote hapa. Kwa hiyo kwa sababu ya muda, mimi naomba mniruhusu. Nimefarijika sana na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, anafarijika sana na wana minazi mirefu, anafarijika sana na wana Kiwalani kwa namna ambavyo mmeendelea kumuunga mkono. Endeleeni kumuunga mkono. Sisi wasaidizi wake tupo. Pala ambapo unahisi kwamba kuna changamoto inahitaji usaidizi wetu, tunaendelea kuwasaidia. Shukrani.